بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا ذكر الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح آسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم وننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا سيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي
من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anasema: قل يا رسول الله، قل يا نبي الله، قل يا محمد صلوات الله عليه وسلم. Sema wewe Mtume Muhammad salawatu Allah alaihi wasallam, waambie hao mushrikini, waambie hao kafirini, waambie hao munafikini, waambie qul, sema lau shaa Allah, angelitaka Mwenyezi Mungu, ma talautuhu, nisingeliweza kusoma hiyo Qur'an alaikum kwenu nyie. Angelitaka Mwenyezi Mungu nisisome hiyo Qur'an, nisingelisoma kwenu nyinyi hiyo Qur'an. Wala adrakum bi, wala vile vile angelitaka yeye Mwenyezi Mungu sitaweza mimi kunini kuwafundisha nyinyi kitu katika hiyo Qur'an. Sasa uwezo wa kule kusoma kaniwezesha Mwenyezi Mungu, uwezo wa kule kuwasomesha kaniwafikisha, kaniwezesha yeye Mwenyezi Mungu. Faqad labithtu fikum umran min qabli, faqad, hakika bila shaka, labithtu fikum, nimekaa kati yenu nyinyi, umran, zama mrefu, muda mrefu, umri mrefu, muda wa miaka 40 nimekaa na nyinyi. Sikuwa hata nikisoma Qur'an wala sikumfundisha mtu Qur'an. Miaka 40 nimekaa na nyinyi, sikumfundisha mtu Qur'an wala sikufundisha mtu Qur'an. Kwa nini? Kwa hakuniwezesha Mwenyezi Mungu nisome Qur'an, wala hakuniwezesha Mwenyezi Mungu nisomeshe Qur'an. Ndio nimekaa muda mrefu, miaka 40, sikumsomesha mtu wala sikusoma Qur'an. Lakini baada ya miaka 40 aliniwezesha Mwenyezi Mungu nisome Qur'an, aliniwafikisha Mwenyezi Mungu nifundishe Qur'an. Sawa? Ndio Qur'an. Afala taqilun, nyinyi hamwezi kutumia akili yenu mkazingatia hayo mambo? Hamwezi kutumia akili yenu mkafikiria hiyo mambo mpate kujua hakika hiyo Qur'an ni miujiza itokayo kwake Mwenyezi Mungu? Hamwezi kutumia akili. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح
faman adlam, hapana mtu mdhalimu mno, mimman, kuliko yule mtu ambaye iftara, aliyezusha ala Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, kadhiban, urongo. Hakuna mtu mwongo kama yule aliyesema uongo kwake Mwenyezi Mungu, au aliyezusha uongo kwake Mwenyezi Mungu, au aliyeumba uongo kwake Mwenyezi Mungu. Huyu ni mtu mdhalimu mkubwa. Au kadhaba biayati, au hapana mtu mdhalimu mkubwa kama kadhaba, yule mtu aliyekadhibisha ayati zake Mwenyezi Mungu, yule mtu aliyekanusha Qur'an, yule mtu aliyepinga Qur'an. Hapana mtu mdhalimu kushinda huyu mtu. Innahu la yuflihu almujrimun, innahu, kabla shaka, la yuflihu, hawatafaulu almujrimun, watu waovu. Watu waovu hawezi kufaulu. Kwa nini? Kwa kuwa waliupinga Qur'an. Watu waovu hawezi kufaulu. Kwa nini? Wamezusha urongo kwake Mwenyezi Mungu, wamempinga Mwenyezi Mungu. Kufaulu hapana duniani na akhera. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Hao mushrikin kazi yao nini? Hao kafirin kazi yao nini? Hao munafikin kazi yao nini? Kama hujui kazi yao, anakuambia Mwenyezi Mungu, wayabuduna, na hao mushrikina wanaabudu, wayabuduna, na hao makafiri wanaabudu, min dunillah, masanamu badala ya Mwenyezi Mungu. Masanamu badala ya Mwenyezi Mungu, wanaabudu masanamu badala ya Mwenyezi Mungu, masanamu ambazo haziwezi kuwaletea manufaa, masanamu ambazo haziwezi kuwaondoshea madhara. Ndio wanadamu wanaabudu vitu ambavyo havina manufaa na wao, vitu ambavyo havina madhara na wao, ndio wanaabudu. Achonge miti aabudu, achonge mawe aabudu. Hiyo ndio kazi ya mwanadamu. Na hapo ndipo mwanadamu anaonekana kuwa ni mjinga, hata japokuwa ana degree. Amemwacha Mwenyezi Mungu akachonga sanamu anaabudu, amemwacha Mwenyezi Mungu akachonga ng'ombe anaabudu, amemwacha Mwenyezi Mungu akachonga mbao na miti anaabudu, msalaba. Huyo ni mtu mdhalimu mkubwa. Basi kazi ya mushrikini ni nini? Kazi ya ukafirini ni nini? Kazi yao wayaabudu, wanaabudu masanamu min dunillah, badala ya Mwenyezi Mungu. Wanaabudu vitu ambavyo la yadurruhum, haiwadhuru kwa kitu chochote, wala yanfa'u, wala hivyo vitu haviwezi kuwanufaisha. Hivyo vitu wanavyoviabudu haviwezi kuwateremshia ugali, haviwezi kuwateremshia unga, haviwezi kuwateremshia mvua, haviwezi kuwateremshia mboga, haviwezi. Ile Mwenyezi Mungu ndio teremsha mvua. Hizo vitu wanavyoviabudu mala yadu wala yanfa'u, hauwezi kuteremsha vitu ambavyo wanavyonavyo manufaa watu, kwa kuwa ni masanamu, hayasemi, hayatikisiki, hazina manufaa. Wayaqulun, na hao mushrikini wanasema, wayaqulun, na hao kafirini wanasema nini? Haulai, hao masanamu, haulai, hao masanamu,
haulai hao masanamu shufaauna, waombezi wetu, shufaauna, waombezi wetu, shufaauna, waombezi wetu inda Allah, inda Allah, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya masanamu siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu, yawma yaqumu nasu li rabbil alamin, siku ya hisabu ndio watasimama kuwa waombezi kwao. قل يا رسول الله، قل يا نبي الله، قل يا محمد صلوات الله عليه وسلم، sema ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema waambie hawa watu wanaabudu masanamu, waambie hawa watu wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, waambie atunabbiuna Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi. قل سمع يا رسول الله أتنبئون الله، je mnampa habari Mwenyezi Mungu? Atunabbiuna Allah, je mnampa habari Mwenyezi Mungu? Bima, kwa vitu ambavyo la yaalamu, asivyovijua, samawati, katika mbingu, wala fil ardhi, wala katika ardhi. Nyinyi mwadhani mwampa Mwenyezi Mungu habari kwa hayo mnayoyafanya? Subhana, bali kutakasika na kila maovu ni wake Mwenyezi Mungu, kutakasika na kila aibu ni wake Mwenyezi Mungu, kutakasika na ushirikina wote ni wake Mwenyezi Mungu, ametakasika na hayo yenu yote. Taala, na katukuka Mwenyezi Mungu, amma yushrikun, bali kabisa na hayo mnayomshirikisha Mwenyezi Mungu kwayo. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Mwenyezi Mungu anasema wama kana nasu, hawakuwa watu kitambo kule, hawakuwa watu zama hizo zilizopita, hawakuwa watu illa ummatan wahida, watu wote walikuwa nini? Umma moja, taifa moja, jamii moja. Toka wakati gani? Wakati wa Nabii Adam. Toka Nabii Mtume Adam mpaka wakati wa Nabii nani? Nuh. Toka wakati wa Mtume Adam mpaka wakati wa Mtume Nuh, watu wote walikuwa dini moja, Islamu moja, ibada moja. Sasa kutoka kwa Nuh mpaka kwa Adam, au kutoka kwa Adam mpaka kwa Nuh, miaka mingapi? Ni miaka karni 10. Karni moja imo ndani yake miaka 100. Senturi moja mwenye miaka 100. Sasa 100 mara 10 laki moja. Toka Nuh mpaka Adam miaka 100,000. Kutoka Adam mpaka Nuh miaka 100,000. Sawa? Basi miaka 100,000 hii watu wale wote walikuwa dini moja. Dini gani? Islam. Wakiabudu ibada moja. Wakiabudu nani? Mwenyezi Mungu mmoja ndio alikuwa kumwabudu. Na wakati ule ndio ulimwengu, dunia ilikuwa safi kabisa na ushirikina, safi kabisa na uchafu huu wa ibada ya masanamu, safi kabisa na hii ibada ya kuabudu watu. Dunia ilikuwa nini? Moja. Safi kabisa. Ndio mjua wama kana nasu, hawakuwa watu. Kabla ya Mtume Nuh
illa ummatan wahida, ili walikuwa umma moja. Fakhtalafu, kisha baadaye watu walikhtalifiana, wakafarikiana, wakawa makundi. Lakini toka Adam mpaka Nuh walikuwa umma moja, wote juu ya Uislamu. Baada ya hapo, baada ya 100 miaka kupita, ndio sasa wamekuja wajaja wenye fikira, wenye mawazo, wenye akili, wanaanza kufikiria. Sasa wanaanza kutia fikira katika dini, katika dini, ujanja katika dini, werevu katika dini. Wajao nini? Kuuliza tu, kufanya hapana. Kufanyaje? Kuuliza tu, kufanya hapana. Wakhtalifiana. walaula kalimatun sabaqat min rabbik, walaula, lau isingelikuwa kalimatun, maneno ya Mwenyezi Mungu au hukumu ya Mwenyezi Mungu, sabaqat, imekwisha tangulia, min rabbika, kutoka kwa Mola wako, la qudiya bainahum, angelihukumu kati ya hao watu, fima, katika jambo ambalo fihi kwayo, angelikuwa wanasalifiana kwayo. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu ameshapitisha toka utangu, toka zamani, adhabu sio leo, adhabu siku ya Kiyama, adhabu siku ya jaza, adhabu siku ya malipo. Isingelikuwa huko Mwenyezi Mungu ameshapitisha hivyo, ilikuwa watu wamekwisha zamani. Ilikuwa kama mtu afanya makosa anamalizwa, anafanya makosa amemalizwa, ilikuwa mpaka leo watu walikuwa wamekwisha malizika katika hii dunia. Lakini kilichosaliza mkuu Mwenyezi Mungu ameshapitisha mambo si kwa haraka, mambo kwa utaratibu. Aishi huyu mwenye kuishi hata leo miaka 100, mwisho atafika kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wala Mtume Nuh alika ishi miaka ngapi? 900. Si aliishi, alifanya kazi miaka 900. Kazi aliyofanya Mtume Nuh miaka 950, lakini aliishi tumeishi miaka 1300 na kitu juu. Mtume Isa hivyo alifuka huo muda, ndio watu wamekuja kwa wajanja na werevu na wakaidi, wakaingiza dini, fikira zao katika dini. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون ونسمع كنا ناني ويقولون نعم مشركين ونسمع، ويقولون نعم كافرين ونسمع. ونسمع نين لولا أنزل عليه آية، mbona haukuteremshwa kwake mtume aya na miujiza kama walivyoteremshwa mitume wengine waliopita? Kuna miujiza ya fimbo iliyotokeza kwa nani? Kwa Musa. Kuna miujiza ya Isa, alihuisha maiti, aliponyesha kipofu. Kuna miujiza na miujiza iliyopita kwa mitume. Kwa nini Mtume Muhammad Mwenyezi Mungu hakumteremshia miujiza, hakumletea miujiza? Walaula, mbona unzila alayhi ayatan, hakuteremshwa kwake aya min rabbi, kutoka kwa Mola Mungu wake? Na Mwenyezi Mungu anajibisha, faqul ya Rasulullah, sema ya mtume wa Mwenyezi Mungu, faqul ya nabii Allah, sema nabii wa Mwenyezi Mungu, faqul ya nabii Allah, sema ya mtume Muhammad, sema waambie watu
innamal ghaibu, hakika bila shaka ujuzi wa ilmu ya siri. Innamal ghaibu, hakika bila shaka ujuzi ya ilmu ya siri. Innamal ghaibu lillah, ni yake mwabudiwa wa haki. Mwabudiwa wa haki peke yake ndiye anayejua siri zote. Mwabudiwa wa haki peke yake ndiye anayejua yaliyofichikana zote. Hapana mwingine anayeshirikiana naye katika haya. Qul innamal ghaibu lillah fantadhiru, basi hapana jambo, hapana mengi ila fantadhiru, ongojeni, stamilini, vumilieni, subirini, muongoje atakayowapata. Alafu muone itawakosa au itawashika. Fantadhiru, ongojeni. Inni ma'akum minal muntadhirin, na mimi vile vile ni pamoja na nyinyi. Mimi nani? Mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'akum, pamoja na nyinyi, minal muntadhirin, miongoni mwa wale wanaongoja amri ya Mwenyezi Mungu. Basi tukae tuongoje amri ya Mwenyezi Mungu, ifika lini tupelekwe katika kesi. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. Hapa sasa Mwenyezi Mungu anaeleza hali ya wanadamu. Nini ya wanadamu? Hali ya wanadamu, hila za wanadamu, vijivu vya wanadamu, mambo ya wanadamu. Anasema Mwenyezi Mungu, wa idha adhaqna an-nasa rahmatan, wa idha, na pili, adhaqna, tukionjesha an-nasa, watu, rahmatan, rehema. Yani tutakapoleta rehema kwa watu, tutakapoleta neema kwa watu, tutakapoleta mazuri kwa watu, min baadi dharra, baada ya madhara kuwapata, baada ya shida kuwapata, baada ya mazito kuwapata, tukiwaletea rehema. Sawa? Sawa. Tunasema nini kwa huo? Nisema tena, hawa wanadamu, wa idha adhaqna an-nasa rahmatan, na pindi tukiwaonjesha watu rehema na neema, na pindi tukiwaonjesha watu rehema na neema, na pindi tukiwaonjesha watu rehema na neema, min baadi dharraa, baada ya shida, baada ya madhara, masatum, iliyokuwa imewapata. Yani tukionyesha watu rehema. Rehema gani? Tukateremshia watu mvua, tumewaletea watu unyevu katika hiyo ardhi, tumewapa watu afya nzuri, tumewapa watu ukunjufu wa riziki. Huyu mwanadamu hayo mema akifanyiwa yeye anakuwaje? Tena kafanyiwa hiyo mema min baadi dharraa, basi badala ya madhara iliyokuwa imemshika. Alikuwaje huyu mwanadamu? Alikuwa ameshikwa na huzuni nyingi, ameshikwa na njaa, ameshikwa na ugonjwa, ameshikwa na dhiki. Baada ya dhiki tukamletea faraji. Idha lahum makrun fi ayatina, idha mara kwa ghafla utaona hawa wanadamu lahum makrun, wanafanya hila. Baada sisi kuondosha shida, madhara, tabu, dhiki, shida, tukaondosha wanadamu, wanatufanyia nini? Baba
wanatufanyia hila nini wewe? Sikugeuka tu. Wanatufanyia nini? Hila. Wanatufanyia hila wanadamu. Baada ya sisi kuwafanyia nini? Kufanyia faraja. Kuwaletea mvua, kuwaletea chakula, kuwaletea riziki, kufanya afya nzuri, makazi mazuri, maisha mazuri, lakini wanadamu hawana hisani hawa. Hawana hisani hawa, wanatufanyia nini? Hila. Idha lahum makrum. Maana tukufanyia hayo, waondoshe taabu na dhiki na shida, wanatufanyia hila. Fi ayatina, katika ayati zetu tulizoziteremsha. Wanafanya mzaha na Qur'an, wanakadhibisha Qur'an, na wanakataa hiyo Qur'an. Na mwenye Qur'an ndiye aliyowaletea mvua, mwenye Qur'an ndiye aliyowapa afya, mwenye Qur'an ndiye aliyowapa uzima, mwenye Qur'an ndiye aliyowapa riziki. Sasa tena mnapinga maneno yake. Idha lam yakun gani qul illahu asra makra qul ya rasulullah qul ya nabiyallah qul ya Muhammad, sema ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie hao makafiri, waambie hao mushrikina, waambie nini? Allahu asra makra, Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuleta adhabu ya kuwalipa nyinyi kwa hila zenu mnazofanya. Mwenyezi Mungu Allahu asra makran, Mwenyezi Mungu ni mpesi wa kulipa na kuadhibu nyinyi juu ya hila zenu mnazofanya. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Inna, hakika bila shaka, rusulana, mitume wetu, yaktubun, wanaandika, ma, yale ambayo nini, tamkurun, mnayoyafanya miongoni mwa hila, mnayoyaficha miongoni mwa hila. Mitume wote wanafanyaje? Wanaandika, wanazithibitisha katika vitabu. Huyu mwanadamu yetu ndio hajijui, yeye mwenyewe mwanadamu hajui nafsi yake. Ndio Mungu anamwambia mwanadamu nini? Au anaambia wanadamu nini? Wa fi anfusikum afala tubsiruna, wa fi anfusikum afala tubsiruna. Hamwezi kutizama nafsi zenu vipi mmeumbwa? Hamwezi kutizama nafsi zenu vipi mmepatishwa katika huu ulimwengu? Kwa wanadamu nyumbani nayo. Inna rusulana, akabisha kama mitume wetu, yaktubuna ma tamkurun, wanayaandika hayo mnayoyafanyia kwa hiyo hila, mnayoyaficha miongoni mwa hila, anaandika. Ndio Mungu asema ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Huyu mwanadamu hatamki tamko kwa kulificha au kwa kutodhihirisha wazi, illa ladayhi raqibun atid, ila mbele yake hapa anaye malaika aliyowekwa tayari kumwongoza huyo, anasema nini, anatamka nini, amepitisha nyinyi katika moyo wake. Kwa mwanadamu ni kiumbe kikubwa kabisa ambaye Mungu amemwekea nini, gadi wawili wa kumchunga usiku na mchana, mchana na usiku, mwangazani na kizani. Analindwa na nani? Na malaika wawili. Huyu mwanadamu, ila kwa kuwa mwanadamu hana imani, ndio anaona labda mimi ni free, wacha nifanye nitakavyo, mimi ni mpweke, wacha nifanye nitakavyo. Wapi? Yuko under God. Mwanadamu yuko chini ya ulinzi, yuko ujinga wake hana habari naye, kwa upumbavu wake mwanadamu hana habari naye, kwa kutoelewa kwake mwanadamu hana habari naye. Walladhi yusayyirukum fil barri wal bahr, huwa, yeye Mwenyezi Mungu, alladhi, ndiye mwabudiwa wa haki, ambaye yusayyirukum, anayewabeba nyinyi, fil bahri, fil barri, katika
ardhi kavu, wal bahri, na baharini. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayewabeba katika ardhi kavu hii bara, wal bahri, na baharini. Bara huko Mwenyezi Mungu anawabebesha juu ya nini? Baba, Mwenyezi Mungu anawabebesha juu ya nini? Juu ya magari. Ya magari ndio. Baharini meli, ndege. Ardhi, mimi nasema kwa juu ya ardhi hii, na wanataja mimi bahari. Namna gani wewe? Mimi nacheza chumvi, wewe unacheza mafuta. Amuka popo. Tafadhali, usipoteze wakati bure na usikii. Ndio. Nini? Inabeba kwa magari imetoka. Mwenyezi Mungu amesema huwa yeye Mwenyezi Mungu alladhi ndiye Mola ambaye yusayirukum, anayewaendesha, anayewabeba. Anawabeba wapi? Fil barri, katika ardhi kavu anawabeba nyinyi, yeye Mwenyezi Mungu. Wal bahri, na katika bahari yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayewabeba. Sasa anasema Mwenyezi Mungu anatubeba juu ya hiyo ardhi, anatubeba juu ya nini? Popo, juu ya magari, ndege, meli, wanyama. Utafanya mtu anachoka popo. Juu ya wanyama, mafarasi. Ndio. Nini ingine? Punda ndio. Ngamia. Ngamia ndio. Na mingine ile baada ya na mingine sawa. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayewabebesha juu ya hiyo ardhi. Amewapa akili mkatengeneza magari na motoka hayo. Anawabebesha Mwenyezi Mungu yake. Kwa kuwa material vombo mliotengeneza nayo motoka si yenu, ni ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hamna lenu kitu. Ndio pia kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Haya. Akawabebesha Mwenyezi Mungu juu ya mapunda, juu ya nyumbu, farasi, ngamia, ng'ombe, punda milia, unapanda hawa wanyama wote, anawabeba juu yake. Isitoshe, anawabeba kwenye ndege. Hii hapo katika ardhi kavu, juu ya hiyo mchanga, na kwenye anga anawabeba Mwenyezi Mungu, na kwenye maji anawabebesha Mwenyezi Mungu vile vile juu ya nini? Juu ya meli, mapotipoti. Potipoti ni nini? Ili hizi za nini za nini? Wacha urongo. Motorboat. Yengine meli, motorboat, submarine, ngarawa, mashua, jahazi, nini wewe popo na mnagi. Wewe sitembi kwa bahari hii. Sio useme usijui. Useme nini? Sijui. Leo nimesikia huko, nilikuwa semina fulani hapa. Walitumwa watu 30 kutoka nchi tofauti, North Africa huko West Africa, kwenda Madina kwa Imam Malik. Wamekwenda kwa Imam Malik na maswali 36 ambazo zilishinda kule kwao. Imam Malik ndio mufti chief, aende akapitisha hiyo swali. Aliulizwa Imam Malik, swali la kwanza aliulizwa, asema sijui, ya pili sijui, ya tatu sijui, ya nne sijui, hivyo mpaka ya 39. Yani hapa na sasa 29. Ile 29 alijibisha, ile ya 30 na ile ya 31 na 32 na 33. 5 maswali 5 pekee yake ndio alijibisha katika maswali 36. Lakini ingine yote alisema nini? Sijui. Sasa wewe ungesema sijui, ungepata thawabu. Tuna kadhania tu kijajajati hivi mwerevu wote vile sema. Wewe ni wewe. Kitu ujui sema sijui.
maneno yakwisha kwa ufupi. Sawa? Sawa. Basi ya Mwenyezi Mungu aliwabebesha baharini kwenye meli, jahazi, ngarawa, submarine, nyingine nini na mengineyo kama hayo. Huwa ya Mwenyezi Mungu alladhi, ndiye Mola ambaye yusayirukum, anayewabeba fil bahri, katika ardhi kavu, wal bahri, na baharini, yeye ndiye anawabeba vile vile. Idha kuntum fil fulk, hata mpaka idha kuntum fil fulk, ukiwa mko ndani ya jahazi, ndani ya merikebu, wajaraina bihi, na katika merikebu hii tukifanyaje? Tukiwaendesha nyinyi kwa mbio, tukiendesha mbio nyinyi bilihi tajibatin, kwa upepo uliokuwa mzuri. Yani hiyo jahazi inakwenda kwa nini? Kwa matanga ya upepo, na matanga ya upepo. Tukileta upepo mzuri, upepo shwari, kawapeleka jaraina bihi, tukiwapitisha bilihi tajibatin, kwa upepo mzuri, wafarihu biha, watu wanafurahi sana kwa hiyo upepo mzuri ambayo inakimbiza nini? Jahazi. Upepo mzuri inakimbiza jahazi, wanafurahi kwa hiyo. Mara katika hiyo furaha yao, jaatuhum, iliwajia wao rihun, jaataha, iliwijia hicho chombo jahazi, iliwijia nini? Rihun asifun, upepo mkali. Upepo mkali uliujia hiyo chombo. Adhabu ya kwanza, wajaahum almauju, na upande mwingine mawimbi pia iliwajia. Sasa majanga mangapi? Upepo na mawimbi. Wajaahum almauju min kulli makan, kutoka katika kila upande. Upande wa usoni mauji, mawimbi yanakuja. Upande wa ubavu wa kulia mawimbi, ubavu wa kushoto mawimbi, upande wa nyuma mawimbi, kila upande. Min kulli makan, kutoka kila bahari. Wadhannu annahu uhita bihi, wadhannu, na wao wenye vyombo vya hiyo jahazi na merikebu waliyakinisha, bila shaka wao nini? Wao uhita bihi, wamekwisha nini? Wamekwisha zungukwa na maangamizo, wamezungushwa na angamizo. Wadhana uhita bihi, da'u Allah, wakawa ni wenye kutakasa dua kwa Mwenyezi Mungu. Walimuomba Mwenyezi Mungu, da'u Allah, walimuomba Mwenyezi Mungu mukhlisina lahu ad-din, ile hali ya kutakasa kwao ibada, ile hali ya kutakasa kwa Mwenyezi Mungu nini? Ibada. Walimuomba Mwenyezi Mungu ile hali ya kutakasa ibada kwake Mwenyezi Mungu. La in ajaitana, ukamwambia Mwenyezi Mungu, ukituokoa min hadhihi, kutokamana na balaa hii, lanakunanna min ashakirin, tutakuwa miongoni mwa wenye kufanyaje? Wenye kushukuru. Sasa kushukuru huko ni kushukuru alhamdulillah, sio kwa wenye kushukuru kwa vitendo, kuacha ushirikina na kuacha uasi, ukaja katika hali ya ukimwi. Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ard bighayri al-haqq ya ayyuhan nas innama baghayukum ala anfusikum mata'a al-hayati ad-dunya ilayna marji'ukum thumma ilayna marji'ukum
فننبئكم بما كنتم تعملون. Hawa wanadamu sasa wamo kwenye nini? Kwenye shida na taabu. Wapi? Shida imewapata wapi? Taabu imewapata wapi? Baharini, mawimbi, upepo mkali, mchafuko wa hali, mchafuko wa anga, mchafuko wa maji, yote yamewapata katika bahari, katika maji. Falamma jau, tulipowaokoa hawa wanadamu, hawa wasafiri waliokuwa katika nini? Jahazi iliyokuwa na msukosuko, tulipowaokoa wao, anjahu idahum yabghun fil ardh, mara wakawa ni wenye kufanya ujeuri juu ya hiyo ardhi tena. Idahum, mara kwa ghafla, wao yabghuna fil ardh, wanafanya ujeuri juu ya hiyo ardhi tena. Bighairi haki, pasina haki. Wamesahau kana kwamba wao si wenye kumwomba Mwenyezi Mungu walipokuwa katika shida. Walipokuwa katika shida walimwomba Mwenyezi Mungu. Shida imemalizika, maombi yamefanyaje? Yamemalizika. Wamesahau. Idha yamghuna fil ardh, mara shida ilipomalizika wakawa ni wenye kufanya ujeuri katika ardhi. Bighairi haki, pasina haki. Ndipo hapo Mwenyezi Mungu anarejeza kauli kwao, anawaambia hao watu, ya ayuhan nas, enye watu nyie, ya ayuhan nas, enye wanadamu nyie, innama, hakika bila shaka si jambo jinginelo, baghiyukum. Nini maana ya baghiyukum? Ujauri wenu. Jazakallah. Baghiyukum jawrukum, takabburukum, ujauri wenu na ukibiri wenu mnafanya ala anfusikum, kwa hasara za nafsi zenu. Wanadamu nini? Ujauri mnafanya kwa hasara za nafsi zenu. Wanadamu nini? Ukiburi mnaofanya kwa hasara ya nafsi zenu. Hana Mwenyezi Mungu hasara na haya yenu. Hana Mwenyezi Mungu hasara na ujeuri wenu au na kiburi wenu, hana hasara na Mwenyezi Mungu. Inama, bila shaka si jambo jinginelo, baghiyukum, jawrukum, takabburukum ala anfusikum. Hasara yake ni tena nafsi zenu wenyewe. Tena mataa al-hayati dunya, hiyo hasara yake mnani muda ya kudumu katika hiyo starehe ya uhai wa dunia hii. Na jambo patulieni ndio mtaona kuwa mna starehe, lakini inakuja siku, thumma ilaina marjiukum, sema Mwenyezi Mungu anawaambia hao watu, endeleeni na ujeuri wenu, fanyeni ujeuri wenu, hasara ya ujeuri wenu mtauona. Lini? Thumma ilaina, kutusie marjiukum, marejeo yenu, mnarudi kwetu, mnakuja kwetu, mtafika kwetu. Hakuna mwendeko, hakuna nini, hakuna mnako kwenda, bali kule mwenda kwa Mwenyezi Mungu. Mkifika kwako Mwenyezi Mungu, fanunabeukum, hakika bila shaka tutawapa habari. Fanunabeukum, tutawafanyaje? Tutawapa habari juu ya kitu gani? Nabeukum bima kuntum ta'malun, juu ya yale yote mliokuwa mkiyatenda. Wapi? Duniani, huko Kenya, huko Kibira. Hamliokuwa mkiyatenda yote, tutawapa habari yako, tutawaambia mlikuwa mkifanya nini. Innama mathala al-hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Mwenyezi Mungu anasema inama, zingatia hiyo maneno ya Mwenyezi Mungu sawa. Fikiria juu ya maneno anasema Mwenyezi Mungu, hebu ona maneno ya Mwenyezi Mungu yanaashiria nini. Anasema Mwenyezi Mungu inama, hakika bila shaka, mathalul hayati dunia, mfano wa huu uhai wa dunia, mfano wa huu maisha ya dunia. Robo nini? Mfano hii ya maisha ya dunia. Mfano wa maisha hii ya dunia hii, au maisha ya hii dunia hii, mfano wake kama ni kama maji, anzalnahu, tulioteremsha, minas samai, kutoka mawinguni. Tulipoteremsha hiyo maji ikafika chini, fakhtalat, ikachanganyika bihi, kwa hiyo maji nini? Nabatul ardhi, mimea ya ardhi hii ilichanganyika na hiyo maji kwa kuyafonza hiyo maji. Sasa hizo mimea ilipofyonza hiyo maji hiyo moja tu, nyingine imetoa majani green, nyingine imetoa majani yellow, nyingine imetoa majani red, nyingine imetoa majani nyeusi, nyingine imetoa maua nyekundu, nyingine imetoa maundu papo na nyeupe na nyeusi. Kulikuwa maua moja kwa jamii moja, maua moja namna hii, imetoa nyingine purple, nyingine hiyo yellow, nyingine red, nyingine nyeupe. Miti ni moja tu. Ufundi anaweza. Ona ufundi wa Mwenyezi Mungu. Yeye tu anaweza. Anasema ona hiyo mimea imekunywa maji yangu namna moja tu. Maji hiyo ya mvua moja hii ndio chungwa imefyonza. Utamu wake mbali na harufu yake mbali. Maji hiyo moja hiyo chenza imefyonza. Utamu wake mbali na harufu yake mbali. Maji hiyo moja madanzi, unajua madanzi? Uko duniani. Ujui madanzi wewe? Yule tu? Madanzi hasa. Chenza. Tala katika kolo. Madanzi. Kuna machungwa makubwa namna hiyo, hata ikiiva chungu sana, hata ikiwa imeiva zake chungu. Zamani hapa shamba mzee Seushibisi kukinambo chini ngelima shamba tai shamba lilo ngelima shamba tala sumatei ikwako machungwa pale nyingi Moromji dini Mzee Musa Sakar kaman kan hapa kwa Mzee Musa Sakar vile vile haya madanzi yalikuweko, hapa. Sasa hizo miti zote, kina apple zote, kina zabibu, kina tende, zote zinakunywa hiyo maji moja. Alafu unafikiri tende alipata utamu wake wapi? Chai inapata sukari kwa kuwa umeweka nini? Utamu wewe ndio umeweka sukari. Sasa chai imepata utamu kwa kuwa umeweka nini? Sasa hiyo pila papai imepata sukari wapi? Kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Ona maji moja imeotesha mimea vyenye matamu tofauti tofauti
rangi tofauti tofauti, harfu vile vile tofauti. Hapo ndiyo inatakiwa mwanadamu amshukuru Mwenyezi Mungu na afanye toba kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Ndio Mungu anakuambia hapa, inama, hakika si jambo jinginelo, mathalul hayati dunia, mfano wa huu uhai wa dunia, kama ni kama maji pamoja. Sasa mfano wa huu uhai wa dunia kama nini? Kama maji. Anzalahu, tuliteremsha hiyo maji bila samai, kutoka kwenye mawingu. Ilipoteremka hiyo maji, fakhtalata bihi nabatul ardh, ikachanganyikana kwa hiyo maji, kwa kuyafonza hiyo maji, nabatul ardh, mimea juu ya hiyo ardhi. Kila mmoja alikunywa hiyo maji. Tena nabatul ardh, mimea ambazo miongoni mwa mimea ambazo yakulu nasu, miongoni mwa mimea wanazokula watu, imefonza hiyo maji tulioteremsha. Wa an'amukum, ni mimea wanayokula wanyama wenu vile vile, imefonza hiyo maji. Sawa? Zote zimefonza hiyo maji. Hata idha akhadhatil ardu zukhrufa, mpaka ardhi, akhadhatil ardu, ardhi ilipochukua nini? Zukhrufa, pambo lake. Na pambo ya ardhi hiyo nafikiri nini? Nani anajua? Green. Jazakallah khair. Ule rangi ya kijani kibichi ndio mapambo ya dunia. Ardhi inakuwa green, ina pambo ya dunia. Alikuwa green, ina pambo ya nini? Ya dunia. Unaona hiyo Zanzibar ni island katika Indian Ocean huko, lakini wanaita jaziratul khadra, yani jazira iliyo green. Jaziratul khadra, jazira Kiswahili inaitwa nini? Kisiwa kilo daima green. Basi hiyo maji moja imefanya ardhi tumekuwa green, hata mpaka idha akhadhat al-ardh, ilipochukua ardhi zukhrufa, pambo lake kuwa green, wazayyanat, na ikapendeza ardhi ikiwa green. Inafanyaje? Inapendeza. Wazayyanat, na ikapendeza ardhi. Wadhanna ahluha, walidhani watu wa hiyo ardhi na hayo wenye mashamba iliyopendeza mimea yake, walidhani nini? Annahum, kabla chako wao, qadiruna alaiha, sasa wanaweza kuja kuyavuna hayo mimea yao wakati wote. Ataha amruna laylan wa nahara, iliuijia huo mimea ya watu iliyopambika, iliuijia hiyo mimea ya watu uliokushaiva uzuri, iliuijia huo mmea wa watu iliokusha kuwa tayari kuliwa. Iliuijia nini? Amruna, iliuijia adhabu yetu. Adhabu yetu ilifika lini? Laila. Adhabu yetu ilifika usiku, au nahara, na ilifika mchana, juu ya hiyo ardhi iliyokusha toa matunda mazuri, mimea mazuri. Adhabu yetu iliyofikia mtamnenea, faja'alnahu, tuliufanya mimea ulioko katika hiyo ardhi, tuliufanya kama nini? Hasidan, kama iliyovunwa. Ka'allam taghna bil amsi,